Sio rahisi mtu kufa. Hebu nikwambie, ni ngumu sana mtu kufa. Ni ngumu mtu kufa. Ukiona mtu amekufa, kuna nguvu kubwa sana imehusika. Kabla hata aidha umetumia silaha kumuua ama umetumia chochote, lakini kabla ya hilo jambo kutokea, kuna mchakato umefanyika nyuma ya pazia ambao ni mbaya zaidi. Amepigwa risasi. Hiyo ni end product. Hiyo ni ya mwisho. Kabla hajakutana na hicho, uma tu kidogo, homa kidogo, akafa. Kabla ya hiyo kuna mchakato umeendelea nyuma ya pazia ambao ni mkubwa kwenye ulimwengu wa roho. Ukimkuta yule mtu aliyekufa ukakaa naye ukamuuliza, lile jambo sio ajali, alikwisha liona, alikwisha taarifiwa, mpaka limetokea. Kuna mchakato na kuna mambo mengi yanafanywa nyuma ya pazia. Ndio maana anasema penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Na ndio maana tumepewa damu ya Yesu kwa ajili ya usalama wetu katika nchi iliyojaa makao ya ukatili. Tumepewa silaha ya damu ya Yesu kwa ajili ya usalama wetu. Na silaha ya damu ni silaha isiyoshindwa. Na nimegundua silaha ya damu itafanya kazi katika maisha yako kwa kiwango cha ufahamu wako kwa hiyo damu.